Tunamshukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo Bwana ameonyesha kwetu, na wazo umesikia ingilio ya kipindi. Ni kipindi neno na maombi kinacholetwa na Pastor Kakule Piri Gilbert. Ni kweli tumepewa neema ya kuona tena siku ya leo, tarehe ya leo. Si wote ambao wamepata hii neema, mpendwa, kama tunaishi, kama tunaona siku ya leo, ni neema, si nguvu ya mtu wala akili ya mtu ama usuja wa mtu, bali ni neema ya Mungu ambayo imetufaa kuona siku ya leo na kuona tarehe ya leo. Na kila mara tunasema neema ni upole wa Mungu, neema ni uvumilivu wa Mungu, neema ni jambo tusilolistahili alafu tunalistahilishwa kwa neema. Neema ni uwezo wa Mungu unaotuwezea pale ambapo hatuwezi. Kama uko hai, kama niko hai, mpendwa, ni neema. Si kwa sababu ya usuja wako ama miskle yako, ama kwa sababu ya cheo ulicho nacho, ama kwa sababu ya urembo wako, bali ni neema ambayo imetupa tena kuona asubuhi ya leo. Kwa hivyo mimi na wewe tunayo deni ya kumshukuru Mungu. Acha tushukuru. Baba Mungu, tunasema asante kwa wema wako na uzuri wako. Katika roho ya unyenyekevu tunakuja mbele yako, tukisema asante kwa matendo yako makubwa unayoyatenda kwa maisha yetu. Kama tunaishi ni wewe, kama tuko hai ni mapenzi yako. Kuna wengi Bwana tulioanza nao mwaka huu lakini hawako tena. Kuna wengi Bwana tumekuwa nao mwezi uliopita lakini hawako. Kama tunaishi ni wewe. Asante kwa mema mengi. Asante kwa upendo wako. Asante kwa matendo yako ya ajabu. Wewe ni Mungu na sisi ni viumbe. Tukulinganishe na nani Mungu siyelinganishwa? Watu wana miti, watu wana majani, watu wana wanadamu, bali sisi tunakutukuza peke yako, Muumba wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Tunayo furaha kubwa kuona siku ya leo, kuona tarehe ya leo. Ninaamini Baba wewe ni mahali pote na uko ndani ya yote. Tuende kwa nani? Tusaidiwe na nani? Ni kama vile Daudi aliyosema, ninapotazama milima na maponde, kusaidiwa kwangu kutatoka wapi? Kusaidiwa kwangu kutatoka kwake aliyezifanya mbingu na nchi. Baba asante. Saidia wapendwa kila mmoja pahali alipo. Kila nayo tufuata kwenye mtandao, neema hii Bwana ya kusaidiwa imshukie pahali pote alipo, na kuomba neema kwa walio mbali na karibu. Neema ni uwezo wako unaotuwezea pale ambapo hatuwezi. Tunayo furaha kwa hiyo tunayotutendea. Merci kwa wema wako, merci kwa uzuri wako, merci kwa baraka mbalimbali, merci kwa matendo yako makubwa. Usifiwe, uinuliwe. Bwana Yesu, asante kwa kazi uliyoitenda, uliyekubali kutoa uzima wako kwa ajili yetu. Asante uliyetoa uzima wako juu ya wengi. Merci. Tunakutaka katika mambo yetu yote. Bariki wapendwa kila mmoja pale alipo, asikosewe na kitu. Neema yako Bwana iangukie jamaa zengi, nyumba nyingi, lugha zengi, makabila mengi, kote walipo sauti inapokwenda. Bwana ukawasaidia wengi. Bwana ukawakumbuka wengi. Bwana ukawafungua wengi waliowafungwa, wazaifu, wahitaji katika mahitaji ya kiroho pia ya kimwili. Usipungukie hata mmoja. Kila naye ngojea kitu kwako asubuhi ya leo, uruhusu akipate katika jina la Yesu. Tunakiri uzima, tunakiri baraka, tunakiri mafanikio, tunakiri ushindi juu ya vita mbalimbali za siri na za wazi. Tunakiri Bwana
ufungulifu kwa wagonjwa walio wagonjwa. Yesu, usiwapungukie. Baba, wewe ni Jehova Rafa. Acha wagonjwa wapone, wahitaji wajibiwe, wafungwa wakafunguliwa katika jina la Yesu. Tunakiri uzima, tunakiri nguvu, tunakiri mafanikio, tunakiri maendeleo, tunakiri nuru kuondoa kila giza kwenye maisha ya wapendwa. Baraka ziwafate kote walipo. Asante kutusikia na asante kututendea. Acha itokee jinsi tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa, tunayo furaha kubwa kuona siku ya leo, kuiona tarehe ya leo mpendwa. Kwa hivi tumetembea na neno letu linalosema kwa nini watu hawajibiwe, lakini asubuhi ya leo tunaendelea na neno letu mpendwa, linaloongea juu ya kulinda moyo wako, kulinda moyo wako kuliko yote tunayoyalinda. Tumesema moyo wako, mtu ni sawasawa na moyo wake. Yaani moyo wako, mtu ni sawasawa na moyo wako. Kama kuna mambo mazuri yanayokufata, haya ni matokeo ya moyo wako, ama mambo mabaya ni matokeo ya moyo wako. Kwa hivi shairi yetu tumeisoma, tumeongoza usomi katika kitabu cha Mezali sura yake 4 shairi ya 23 inayosema, linda moyo wako kuliko yote unayoyalinda, maana ndani yake zinatoka chemchemi za uzima. Ikiwa neno la Mungu linaweza kutuita kulinda mioyo yetu kuliko yote tunayoyalinda, inamaanisha kuwa moyo ni utajiri mkubwa. Moyo ni kitu cha damani, ni kitu cha damani. Kuna vitu vingi ambavyo unavilinda, vingi katika vyote unavyolinda, lakini unasahau moyo. Utajiri mkubwa ambao Mungu amekupa ni moyo wako, ambao haupashi kuacha kuingiza kitu chochote. Hivi uulinde, usiingize chochote kati ya vile vilivyo nje ya moyo, kwa sababu tumesema moyo ndiyo kitu cha damani. Moyo ni kitu kenye kiko fragile. Alafu ni kama vile mtoto mchanga wakati angali bebe, mzazi anamulinda sana, hata kitokea anamulinda sana kwa sababu mwili wake haujapata nguvu. Alafu roho zetu ni kitu ya kutunza sana, kuitunza sana. Ndio maana Biblia inasema linda moyo wako kuliko yote unayoyalinda, maana ndani yake zinatoka chemchemu ya uzima. Matokeo ya mambo mengi tuyaonapo hapo duniani, yakiwa mazuri, yakiwa mabaya, ni matokeo ya mioyo ya watu. Tumesema moyo ni kama udongo, mfano wa udongo. Udongo una nguvu ya kuzidisha. Udongo una nguvu ya kuzidisha. Unaweza kupanda mbegu moja, alafu hii mbegu inageuka mti mzima. Kwa hivyo mpendwa, pahali ulipo, kitu cha damani sana utakachoweza kulinda ni moyo wako. Ndio maana katika neno letu tumeonyesha ya kuwa tunapaswa kuona jinsi ya kuchagua nini inaweza ingia na nini haiwezi ingia. Haupashi kuingiza chochote katika moyo wako. Hivi haupashi kuingiza kila kitu chochote katika moyo wako. Nasema udamani wako na utajiri mkubwa Mungu amekupa ni moyo. Mtu ni sawasawa na moyo wake. Mambo mengi tunayoyaishi
yakiwa mazuri, yakiwa mabaya, matokeo ni matokeo ya moyo. Yaani kinachoyatengeneza, laboratoire kubwa ya mambo mengi ni moyo. Hivi kama neno la Mungu natuita kulinda moyo kuliko yote tunayoyalinda. Moyo ni kitu cha damani, moyo ni utajiri mkubwa. Moyo ni kitu kilicho fragile, kilicho teketeke, haiombe kuweka chochote ama kuingiza chochote. Alafu tumeona jinsi tunaweza kuchagua nini naweza ingia na nini haiwezi kuingia. Ndio maana hatuitwe kuingiza chochote katika mambo yaliyo nje, kwa sababu unaweza kuingiza kitu kidogo lakini haitatoka jinsi imeingia. Moyo nasema moyo ni kama udongo, na uwezo kama uwezo wa udongo ambayo inapokea mbegu, alafu kusudi uweze kuzidisha mbegu. Mfano, unaweza ingiza chuki, ukiikalisha tu ndani ya moyo chuki, ukiikalisha chuki. Ama unaweza ingiza wivu, haitatoka gisi iko. Tumesema shetani katika hali yake ya kutumika, shetani hawezi kuja unamuona na kuya na kisu alafu anakuambia enda utundike mwenzako. Shetani anatumia vitu vidogo vidogo, alafu anapita katika vitu unavyoona kama vitu vidogo vidogo, alafu vile vinampatia njia ya kuingia kwenye maisha yetu, kuingia kwenye mioyo yetu. Ndiyo maana kitabu cha Wagalatia sura yake 6 ukisoma shairi ya 7 nasema, msidanganywe, Mungu azia kiwi. Chochote mtu anachopanda ni kile atakachovuna. Chochote mtu anachopanda ni kile atakachovuna. Yaani nasema moyo wa mtu ni kama udongo unaopokea mbegu. Sijui ni mbegu gani umepanda katika udongo, alafu unapoiacha hapa haitabakia pale wala kutoka gisi ilivyoingia. Itatoka alafu imezidi, iliingia kama kitu kidogo, lakini itakuzalia madhara makubwa. Ndiyo maana katika yote tunayoyalinda, linda moyo wako kuliko yote tunayoyalinda. Si kila kitu tunaweza ingiza katika moyo. Tunaitwa kuchagua nini, kuchagua nini utaikalisha ndani ya moyo wako, nini tutaikalisha ndani ya mioyo yetu, au ni nini utaingiza. Haiko chote unaweza ingiza. Hata kama tunaishi dunia ambayo inajaa mambo, lakini tunapaswa kuchagua nini tutaingiza, mpendwa. Kitu ya pili, tunaona jinsi ya kuzuiza mbegu mbaya iliyoingia. Pengine kuna mbegu mbaya imeingia katika moyo wako, alafu jinsi ya kuizuiza ile mbegu ili siendelee kuwa na nguvu ndani mwako, ni ile tumeona katika neno letu hili linalosema linda moyo wako kuliko yote unayoyalinda. Nimesema moyo ni kama udongo, alafu kipanda mbegu fulani ni ile utakayoivuna, sawa na kitabu cha Wagalatia gisi kinavyosema. Yaani kinatuambia msidanganywe, Mungu azia kiwi. Yoyote mtu anayoyapanda ni yale atakayoyavuna. Yoyote uyapandayo, mpendwa, ni yale utakayoyavuna. Ni yale utakayoyavuna. Umepanda nini? Nini umeikalisha katika moyo wako? Usifikiri tabakia gisi iko. Ndio maana waliotambua, unasikia Daudi akisema, nimeficha neno lako moyoni mwangu nisikukosee. Nimeficha neno lako. Daudi alichagua mbegu anayoweza kuiweka katika moyo wake. Nimeficha neno lako moyoni mwangu nisikukosee. Umeficha nini, mpendwa? Ni nini umeikalisha katika moyo wako?
Moyo ndio utajiri wangu, ndio utajiri wako. Moyo ndio kitu cha damani kwangu na kwako. Moyo ni kitu cha kulinda, alafu haupashi kuingiza chochote. Alafu kama kuna mbegu ziliingia katika hali ya kutokujali, moyo ya njia zenye shetani anatumikisha ignorance, yani kutokujali. Watoto wa Mungu wengi hawajali, alafu wanaishi ovyo, wanaishi bila kujali. Biblia inasema shetani ni mwizi, anaiba, anaharibu, anachinja. Alafu usipojali, mara naingia katika maisha ya watu wasiojali. Wakati hautajali kulinda moyo wako, utaona ameingia na matokeo yako yatakuwa mabaya. Ni nini umetia katika moyo wako? Umetia nini katika moyo wako? Uone jinsi ya kuzuia mbegu mbaya iliyoingia. Alafu taizuia namna gani? Tusema namna ya kuizuia ni kupitia neno la Mungu. Waroma sura ya 12 shairi ya 2. Na musifaranishwe kwa namna ya dunia hii, lakini mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua sana mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Na musifananishwe, nasema na musifananishwe